Agano Jipya ni agano ambalo limetokana na historia ya kufail kwa maagano mengine yote ambayo Mungu alifanya na wanadamu, na linaitwa agano la ukombozi kwa sababu kile ambacho Mungu alitarajia kitokee kati ya yeye na wanadamu hakikuweza kutokea kupitia yale maagano ambayo aliyafanya, kupitia ile agano la mchana na usiku, agano la Adam la uumbaji, halikufanikiwa. Kwa maana Adam alitenda dhambi akaondoka kwenye bustani ya Eden. Lengo la Mungu la kuweka agano ilikuwa ni Mungu akae na mwanadamu, aishi na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nia ya Mungu, kusudio la Mungu ni aweze kukaa pamoja na maskani yake iwe pamoja na wanadamu. Kwa hiyo agano lake alifunge kwa namna ambayo mwanadamu hatakuwa mbali na Mungu. Kwa chochote kile alichokuwa anakifanya kuanzia mwanzo mpaka Malaki, alichokuwa anakifanya Mungu ni kumtengenezea mwanadamu mazingira ambayo yeye ataweza kuishi na Mungu kwa njia ya maagano mbalimbali. Kwa Mungu alitumia approaches mbalimbali, na hizo approaches sio kama zinaishi mpaka leo, ni za milele, lakini bado Biblia inasema hazikuwa kamili kwa namna ambayo zinaweza kumkamilisha mwanadamu akaishi na Mungu kama vile Mungu alivyotaka aishi naye. Ndipo essence au sababu ya agano jipya ilipotokea. Agano la Adamu lilifeli. Adamu akashindwa pale bustani ya Eden, akaanguka, akauza urithi aliopewa na Bwana kwa Ibilisi. Kwa wakati wote huo tunatembea mpaka tunakuja kitabu cha Malaki. Mungu alikuwa anatamani kurejesha ule uhusiano. Anaingia maagano na Daudi, anatamani kurejesha uhusiano akae na wanadamu, lakini haikufanikiwa. Kwa agano jipya la Yesu Kristo lilikuja kwa ajili ya kubadilisha, transformative eternal agreement, eternal covenant established through Jesus Christ. Agano ambalo limewekwa, limethibitishwa kwa njia ya Yesu Kristo kwa kifo chake na kwa kumwaga damu yake ya thamani. Waebrania 8 anza kusoma ule mstari wa 6. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafsi isingalitafutwa kwa lile la pili. Maana awalaumupo asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Maana awalaumupo asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Anasema kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingalitafutwa kwa lile la pili. Maana yake kuna agano ambalo lilipita, agano la sheria ya Torati, lakini ilikuwa lina mwilini, halikuweza kuwakamilisha wanadamu katika kumwabudu Mungu. Twende mstari wa 9. Halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu. Mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Unaanza kuona hapa kwamba Mungu akaweka hili agano kwa alifanya attempt ya maagano tofauti tofauti, akaona yote amefeli. Akasema sasa hivi kama niliweza kuandika zile amri 10 za Mungu kwenye vibao na nikanyunyiza na damu ya mafahali, bado watu wakaliarifu agano, hawakuweza kukaa na Mungu. Anasema sasa hivi nitafanya agano jipya ili halitaweza kuarifiwa. Nitaandika sheria zangu katika nia zao. Kwa haitakuwa tena kwenye vibao, haitakuwa tena agano ambalo liko nje ya mtu au nje ambalo liko mwilini,
bali nitaweka katika mioyo yao. Agano jipya ni la moyoni. Mstari wa 11, nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake, akisema, mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kukuu, lakini kitu kianzacho kuwa kikukuu na kuchakaa kikaribu na kutoweka. Kwa unaanza kuona kwamba agano jipya limekuja ku perfect kitu ambacho Mungu alikianzisha, lakini hicho ambacho alikianzisha haimaanishi hakifai. Kilitusaidia kujua sheria, lakini Mungu akaendelea ku redefine, kumodify, akamodify mpaka kuja kwa namna ambayo watu wataandikiwa sheria za Mungu ndani ya mioyo yao, na Mungu atakuwa Mungu wao kutoka mioyoni mwao, sio Mungu wao kwa maneno, kwa maana ya kidini. Lakini anasema kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Hiyo ya kuto kuzikumbuka tena, Mungu ilikuwa haipo. Alikuwa anafunika dhambi, lakini alikuwa anazikumbuka. Agano lile la damu za mafahali, damu za mbuzi, lilikuwa haliondoi dhambi. Kwa hata mtu akitenda dhambi zinafunikwa, damu ikipita zinafunikwa dhambi, lakini sio kama Mungu azikumbuke. Alikuwa anazikumbuka. Ila kwenye agano jipya Mungu akikusamehe na sahau. Kwa sifa za agano hili ni kwamba ni agano ambalo lina complete forgiveness, yani msamaha ulio kamili. Lakini pia sifa ya pili ni kwamba Mungu amewapa access watu ya moja kwa moja. Watu wanakutana na Mungu moja kwa moja. Ndio maana Biblia inasema pazia la hekalu lilipasuka. Kwa hiyo sio tu kuhani mkuu. Kwenye agano la kwanza kwamba kuhani mkuu ndo alikuwa anaingia patakatifu patakatifu ili kufanya atonement. Atonement ni upatanisho kati ya wanadamu na nani? Na Mungu. Kwa ilikuwa ni kuhani mkuu ndo anasimama kwa niaba ya watu wengine wenye dhambi, akinyunyiza damu kwenye madhabahu. Mungu anazifunika zile dhambi kwa muda. Kwa mwaka alikuwa anafanyika mara ngapi? Mara moja, ili Mungu asiwaadhibu kwa sababu ya dhambi zao. Hiyo blood atonement. Hiyo damu ikienda patakatifu, Mungu alikuwa anasamehe dhambi, inafunikwa dhambi, anasamehe na hawaangamizi, lakini sio kama amesahau kabisa. Lakini kwenye agano jipya, kwa sababu ya damu, nitakuja kueleza, kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu ilipomwagika sasa msalabani, ilifanyika mara moja. Biblia inasema aliingia mara moja patakatifu. Yeye alipoingia patakatifu hakuhitaji tena kuhani mwingine aingie tena, aingie mara nyingi. Yeye alifanya mara moja tu, kwa sababu ni damu yake. Ilibidi aichukue damu yake mwenyewe, kwa sababu damu ya wanyama imeshindwa kumkomboa mwanadamu, so he had to take his own blood. Kwani kwa sababu damu kwenye agano ni kidhibiti, ni kama vile muhuri wa mwanasheria kwenye mkataba. Kwa damu ya Yesu ilimwagika mara hii moja. Kwa hiyo damu ufutiwe dhambi zako zote na wewe mtu mpya, lakini pia upate access ya moja kwa moja na Mungu. Kwa hiyo hauhitaji kuhani ndo akusaidia kupelekesha haja zako kwa Mungu. Wewe mwenyewe unapata nafasi ya kuingia moja kwa moja na unakuwa na uhusiano wa Mungu wa moja kwa moja binafsi. Na Biblia inasema wale watakuwa watu wangu na mimi nitakuwa Mungu wao. Kwa maana nyingine, before hawakuwa watu wa Mungu, ila Mungu alikuwa Mungu wao. Kwa element ya mwanadamu kuwa wa Mungu ilikuwa ni changamoto. Mungu angeweza kusema mimi hao ni watu wangu kwa sababu nimeumba, lakini wao kujiidentify kwamba mimi ni wa Mungu. Lakini saa hii kwenye agano jipya sema roho zetu zinashuhudia pamoja sisi kwamba sisi tu wana wa Mungu. Kwa before hizo roho zetu zisingeshuhudia kwamba sisi tu wana wa Mungu. Ndio maana walikuwa huwezi kumsogelea Mungu wala kukaa na Mungu kwa sababu ya dhambi. Lakini aliachilia damu yake, ile damu ambayo ni takatifu kama alivyo mtakatifu. Kwa jinsi alivyo Mungu mwenyewe, ile damu aliyonayo yeye ndio ambayo ina match. Akiona ile damu aisha samehe kabisa. Mungu akaona vya kufia nini? Mwanadamu namtaka, ile damu ambazo nimejaribu kutumia hazitakasi na zinaweka mbali na wanadamu. Kila siku ananiarifu agano langu, sema no, nitaachilia damu yangu
mwenyewe. Na ndio maana Biblia inasema tunaye kuhani mkuu ambaye aliingia mara moja patakatifu, ambaye anasema kila wakati anatuombea mbele za Bwana, ambaye ndio Yesu Kristo, na anaingia kwa hiyo damu yake. Hiyo damu yake inanena mema wakati wote kwenye madhabahu ya Mungu. Kama vile ambavyo unaona sasa hivi madhabahu iko hapa, kama vile ambavyo unaona hema ilivyokuwa imetengenezwa, mfano kule mbinguni ilikuwa ni mfano wa kile ambacho Musa aliona kule mbinguni. Kwa mbinguni kuna madhabahu, na Yesu, ndio maana Biblia inasema Yesu aliyekuwa mkuu hayuko mbele za kwa madhabahu. Kwenye mbele ya madhabahu ya Mungu ndiko ambako Yesu ameketi, na ndiko ambako damu yake inanena mema, yeye akiwa ndio mjumbe wa agano jipya, the advocate. Ndio maana nakwambia Yesu ni mediator. Wanasheria wanafahamu mediator ndio yule mwanasheria anayegonga muhuri, yeye anapiga muhuri kwamba huyu hapa, huu mkataba sasa, ili agano limefungwa na hakuna namna kufanya nini, kulitangua. Kwa maana yake ni halali kisheria. Kwa Yesu akiwa mjumbe wa agano jipya, na ile damu ya kunyunyiza ambayo ni muhuri wa mkataba wa agano jipya, kwa mimi nimethibitisha hii ni damu ya baba yangu mwenyewe na nimeigonga muhuri, umesamehewa dhambi. Na Mungu anasema ndio mwanangu, karibu. Biblia inasema ndio agano bora ambalo lina ahadi bora kuliko zote. Kusoma Waebrania 9:15, ukaenda hiyo Waebrania 12:24. Sifa nyingine kwamba agano hili Mungu alisema nitaandika sheria zangu kwenye moyo wake, ni kwenye moyo wa wanadamu, ni kwa sababu anaandika kwa njia ya Roho wake mwenyewe kukaa ndani yetu. Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Kwa Mungu hakuishia tu kumwaga damu yake, ile damu yake ilimpa access Roho wake Mtakatifu, aliye mtakatifu, kwa sababu ya ile damu anaketi ndani yetu. Lakini kwenye agano jipya Roho Mtakatifu anaketi ndani yetu. Huyo Roho Mtakatifu ndo Mungu mwenyewe, ndo anaketi ndani yetu. Kwa Mungu alikuwa hana access ndani ya mtu, lakini kwenye agano jipya Mungu ana access ndani ya mtu. Ndio maana anasema watakuwa watu wangu nami nitakuwa Mungu wao. Sema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, ndipo mtakapozaa sana. Kwa nini? Kwa sababu alikuja kugundua kwamba unless otherwise nimekaa ndani yao, hawa watu hawezi kugeuka. Ile tu kwamba mimi niko nje yao, hakuna namna naweza kubadilika. So the only thing to change is to change their DNA. Kitu pekee cha kubadilisha ni kubadilisha nini? Muundo wao kwa upya.